Kurejea tena kupitia nafasi yako, lakini unazungumziaje kampeni ambayo leo mmezindua rasmi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kampeni ni nzuri, sio mbaya. Zimezinduliwa leo kwa mara ya kwanza zoni ya Kinondoni hapa Magomeni. Wagombea wote nadhani tumefika leo, kila mmoja kaeleza sera zake na mipango yake anayohitaji kwa ajili ya kwenda kuitumikia Yanga. Kilichokuwepo hapa leo yote ilikuwa ni kwa maslahi ya Yanga, haikuwa kwa maslahi ya mtu mmoja mmoja peke yake. Lakini naamini wagombea wote wana sifa za kuweza kuchaguliwa, ila wanaohitajika tarehe 2 mwezi wa 8 ni wagombea 5 tu ambao wataenda kuungana na rais na makamu wa rais kwa ajili ya kuitumikia klabu ya Yanga. Mmeshinda kila kitu kwenye miaka minne. Inawezekana hiyo ikawa ni sehemu ya wanachama kuwaelewa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Sorry? Mmeshinda kila kitu kwenye miaka minne. Yanga bingwa, mfano kimataifa, fainali na kadhalika. Naamini ni njia imekuwa ni njia rahisi kwa nyinyi kama wagombea kuzungumza na wanachama? Hapana. Kushinda kila kitu ni wajibu wetu ambao tulikuwa tunatakiwa tuutimize baada ya kupewa ridhaa na wapenzi na wanachama wetu. Kuja kuomba ridhaa kwa wanachama ni jambo lingine. Naamini wanachama watatupima kutokana na kitu tulichokifanya na nini ambacho tunahitaji kwenda kukifanya kutokana na sera zetu ambazo tutakuwa tunazisema kwenye mikutano yetu. Miaka minne ulivuka ambayo mmekuwa kiongozi kwenye maana klabu ya Yanga. Ni miaka ya aina gani? Umeongoza wananchi wa aina gani? Na nini kimekutia chachu tena kuja kuona miaka mingine minne? Ilikuwa ni misimu minne ya mapambano mazito sana, na hasa misimu miwili ya mwisho hii ambayo tumekuja kutetea ubingwa wetu. Najua kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo kwenye timu yetu haikuwa jambo rahisi. Tulikuta klabu hata kushiriki hatua ya makundi ya michuano ya kimataifa ilikuwa ni kazi kubwa sana, lakini tumeweza kuweka alama kubwa zaidi ambayo kwa sasa hivi kila mwana Yanga anajivunia. Kwa hiyo nadhani haikuwa rahisi na hatukubahatisha, tulideserve kufanya hiki kitu, na ndio maana mpaka tunamaliza misimu yetu minne tumeweza kuwa mabingwa wa Tanzania. Tumeweka rekodi ya kuifikisha klabu kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya robo finali. Tumeweka rekodi ya kuifikisha klabu kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya finali ya CAF Confederation Cup. Umeona? Kwa hiyo tumefanya vitu vingi sana ambavyo kila mwana Yanga alikuwa anatamani. Sasa nadhani ni muda wao. Kurejea tena kupitia nafasi yako, lakini unazungumziaje kampeni ambayo leo mmezindua rasmi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kampeni ni nzuri, sio mbaya. Zimezinduliwa leo kwa mara ya kwanza zoni ya Kinondoni hapa Magomeni. Wagombea wote nadhani tumefika leo, kila mmoja kaeleza sera zake na mipango yake anayohitaji kwa ajili ya kwenda kuitumikia Yanga. Kilichokuwepo hapa leo yote ilikuwa ni kwa maslahi ya Yanga, haikuwa kwa maslahi ya mtu mmoja mmoja peke yake. Lakini naamini wagombea wote wana sifa za kuweza kuchaguliwa, ila wanaohitajika tarehe 2 mwezi wa 8 ni wagombea 5 tu ambao wataenda kuungana na rais na makamu wa rais kwa ajili ya kuitumikia klabu ya Yanga. Mmeshinda kila kitu kwenye miaka minne. Inawezekana hiyo ikawa ni sehemu ya wanachama kuwaelewa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Sorry? Mmeshinda kila kitu kwenye miaka minne. Yanga bingwa, mfano kimataifa, fainali na kadhalika. Naamini ni njia imekuwa ni njia rahisi kwa nyinyi kama wagombea kuzungumza na wanachama? Hapana. Kushinda kila kitu ni wajibu wetu ambao tulikuwa tunatakiwa tuutimize baada ya kupewa ridhaa na wapenzi na wanachama wetu. Kuja kuomba ridhaa kwa wanachama ni jambo lingine. Naamini wanachama watatupima kutokana na kitu tulichokifanya na nini ambacho tunahitaji kwenda kukifanya kutokana na sera zetu ambazo tutakuwa tunazisema kwenye mikutano yetu. Miaka minne ulivuka ambayo mmekuwa kiongozi kwenye maana klabu ya Yanga. Ni miaka ya aina gani? Umeongoza wananchi wa aina gani? Na nini kimekutia chachu tena kuja kuona miaka mingine minne? Ilikuwa ni misimu minne ya mapambano mazito sana, na hasa misimu miwili ya mwisho hii ambayo tumekuja kutetea ubingwa wetu. Najua kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo kwenye timu yetu haikuwa jambo rahisi. Tulikuta klabu hata kushiriki hatua ya makundi ya michuano ya kimataifa ilikuwa ni kazi kubwa sana, lakini tumeweza kuweka alama kubwa zaidi ambayo kwa sasa hivi kila mwana Yanga anajivunia. Kwa hiyo nadhani haikuwa rahisi na hatukubahatisha, tulideserve kufanya hiki kitu, na ndio maana mpaka tunamaliza misimu yetu minne tumeweza kuwa mabingwa wa Tanzania. Tumeweka rekodi ya kuifikisha klabu kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya robo finali. Tumeweka rekodi ya kuifikisha klabu kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya finali ya CAF Confederation Cup.
Umeona? Kwa hiyo tumefanya vitu vingi sana ambavyo kila mwana Yanga alikuwa anatamani. Sasa nadhani ni muda wao. Kurejea tena kupitia nafasi yako, lakini unazungumziaje kampeni ambazo leo mmezindua rasmi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kampeni ni nzuri, sio mbaya. Zimezinduliwa leo kwa mara ya kwanza zoni ya Kinondoni hapa Magomeni. Wagombea wote nadhani tumefika leo, kila mmoja kaeleza sera zake na mipango yake anayohitaji kwa ajili ya kwenda kuitumikia Yanga. Kilichokuwepo hapa leo yote ilikuwa ni kwa maslahi ya Yanga, haikuwa kwa maslahi ya mtu mmoja mmoja peke yake. Lakini naamini wagombea wote wana sifa za kuweza kuchaguliwa, ila wanaohitajika tarehe 2 mwezi wa 8 ni wagombea 5 tu ambao wataenda kuungana na rais na makamu wa rais kwa ajili ya kuitumikia klabu ya Yanga. Mmeshinda kila kitu kwenye miaka minne. Inawezekana hiyo ikawa ni sehemu ya wanachama kuwaelewa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Sorry? Mmeshinda kila kitu kwenye miaka minne. Yanga bingwa, mfano kimataifa, fainali na kadhalika. Naamini ni njia imekuwa ni njia rahisi kwa nyinyi kama wagombea kuzungumza na wanachama? Hapana. Kushinda kila kitu ni wajibu wetu ambao tulikuwa tunatakiwa tuutimize baada ya kupewa ridhaa na wapenzi na wanachama wetu. Kuja kuomba ridhaa kwa wanachama ni jambo lingine. Naamini wanachama watatupima kutokana na kitu tulichokifanya na nini ambacho tunahitaji kwenda kukifanya kutokana na sera zetu ambazo tutakuwa tunazisema kwenye mikutano yetu. Miaka minne ulivuka ambayo mmekuwa kiongozi kwenye Afrika maana klabu ya Yanga. Ni miaka ya aina gani? Umeongoza wananchi wa aina gani? Na nini kimekutia chachu tena kuja kuona miaka mingine minne? Ilikuwa ni misimu minne ya mapambano mazito sana, na hasa misimu miwili ya mwisho hii ambayo tumekuja kutetea ubingwa wetu. Najua kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo kwenye timu yetu haikuwa jambo rahisi. Tulikuta klabu hata kushiriki hatua ya makundi ya michuano ya kimataifa ilikuwa ni kazi kubwa sana, lakini tumeweza kuweka alama kubwa zaidi ambayo kwa sasa hivi kila mwana Yanga anajivunia. Kwa hiyo nadhani haikuwa rahisi na hatukubahatisha, tulideserve kufanya hiki kitu, na ndio maana mpaka tunamaliza misimu yetu minne tumeweza kuwa mabingwa wa Tanzania. Tumeweka rekodi ya kuifikisha klabu kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya robo finali. Tumeweka rekodi ya kuifikisha klabu kwenye kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya finali ya CAF Confederation Cup. Umeona? Kwa hiyo tumefanya vitu vingi sana ambavyo kila mwana Yanga alikuwa anatamani. Sasa nadhani ni muda wao kwenye miaka inayofuata, kwa sababu hii klabu ni kubwa, inahitaji mafanikio makubwa sana kwenye michuano ya kimataifa. Bila shaka wananchi ni watu waelewa sana na watu ambao ni wepesi kufanya nao kazi, na ndio maana umewiwa tena kuja kuomba nafasi. Mimi ni mwananchi na ninaotaka kuwatumikia ni wananchi, wale ni wenzangu na naamini wananielewa. Asanteni sana. Asante sana. Ni nzuri, sio mbaya. Zimezinduliwa leo kwa mara ya kwanza zoni ya Kinondoni hapa Magomeni. Wagombea wote nadhani tumefika leo, kila mmoja kaeleza sera zake na mipango yake anayohitaji kwa ajili ya kwenda kuitumikia Yanga. Kilichokuwepo hapa leo yote ilikuwa ni kwa maslahi ya Yanga, haikuwa kwa maslahi ya mtu mmoja mmoja peke yake. Lakini naamini wagombea wote wana sifa za kuweza kuchaguliwa, ila wanaohitajika tarehe 2 mwezi wa 8 ni wagombea 5 tu ambao wataenda kuungana na rais na makamu wa rais kwa ajili ya kuitumikia klabu ya Yanga. Mmeshinda kila kitu kwenye miaka minne. Inawezekana hiyo ikawa ni sehemu ya wanachama kuwaelewa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Sorry? Mmeshinda kila kitu kwenye miaka minne. Yanga bingwa, mfano kimataifa, fainali na kadhalika. Naamini ni njia imekuwa ni njia rahisi kwa nyinyi kama wagombea kuzungumza na wanachama? Hapana. Kushinda kila kitu ni wajibu wetu ambao tulikuwa tunatakiwa tuutimize baada ya kupewa ridhaa na wapenzi na wanachama wetu. Kuja kuomba ridhaa kwa wanachama ni jambo lingine. Naamini wanachama watatupima kutokana na kitu tulichokifanya na nini ambacho tunahitaji kwenda kukifanya kutokana na sera zetu ambazo tutakuwa tunazisema kwenye mikutano yetu. Miaka minne ulivuka ambayo mmekuwa kiongozi kwenye Afrika maana klabu ya Yanga. Ni miaka ya aina gani? Umeongoza wananchi wa aina gani? Na nini kimekutia chachu tena kuja kuona miaka mingine minne? Ilikuwa ni misimu minne ya mapambano mazito sana, na hasa misimu miwili ya mwisho hii ambayo tumekuja kutetea ubingwa wetu. Najua kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo kwenye timu yetu haikuwa jambo rahisi. Tulikuta klabu hata kushiriki hatua ya makundi ya michuano ya kimataifa ilikuwa ni kazi kubwa sana, lakini tumeweza kuweka alama kubwa zaidi ambayo kwa sasa hivi kila mwana Yanga anajivunia. Kwa hiyo nadhani
haikuwa rahisi na hatukubahatisha, tu deserve kufanya hii kitu, na ndio maana mpaka tunamaliza misimu yetu minne tumeweza kuwa mabingwa wa Tanzania. Tumeweka rekodi ya kuifikisha klabu kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya robo finali. Tumeweka rekodi ya kuifikisha klabu kwenye kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya finali ya CAF Confederation Cup. Umeona? Kwa tumefanya vitu vingi sana ambavyo kila mwana Yanga alikuwa anatamani. Sasa nadhani ni muda wao.